Mtazamaji na msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya MTV1 online kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni eneo linalopatikana maziwa makuu, Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki. Jina langu ni Jermain Hassan Kiahwere kutoka Beni, Kivu Kaskazini, chini ya milima mirefu ya Rwenzori. Taarifa kuu siku ya leo ni pamoja na wakaaji wa vijiji mbalimbali wanaopatikana katika hali ya ukimbizi mjini Butembo waomba amani na usalama ili warudi nyumbani kwao. Sisi tunaomba tu kwanza tu usalama kabisa. Wabunge wa Goma waomba M23, Rwanda na DR Congo kumaliza mazungumzo yao kwa haraka ili wananchi wapate usalama. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionayo siku ya leo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na sasa tuanze kuchambua moja kwa moja taarifa zetu za habari kutoka studio za MTV. Tukianza na habari hii, wakati wanawake na wazee waliokimbia makazi yao na kukimbilia katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waomba serikali ya Kinshasa na M23 kudumisha usalama ili wananchi wote warudi katika vijiji vyao walivyokimbia kutokana na mapigano makali. Jean-Paul Sensi Kiminywa na taarifa zaidi. Wanawake na wazee waliokimbia makazi yao na kukimbilia katika mji wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waomba serikali ya Kinshasa na M23 AFC kudumisha usalama ili wananchi wote warudi katika vijiji vyao walivyokimbia kutokana na mapigano makali. Hii ni malalamiko ya watu waliokimbia makazi yao ambao kwa sasa wako katika hali mbaya mjini Butembo. Kahambu Mwira alikimbia kutoka eneo za Mangurejipa wilayani Lubero. Manake tunapatikana barabarani sababu ya kilio ya vita yenye kunatukumba huku na huku. Toka Mangurejipa nimefanya hapa karibu mwezi 6. Naomba usalama, vita iishe, turudie makwetu. Sisi watu wenye tulikuwa na lema mashamba tumekia zaraulika sawa wapumbafu Basi ujumbe ingine nenayo tu ni kilio, vita iishe basi. Wengi wakiomba amani na usalama kwa haraka. Ndio sisi basi tunaomba tu M23 ikatoka kule turudia tamu maeneo yetu, antuka tumetesekea Butembo sana. Hatuna shamba, hatuna nyumba, kila kitu hatuna. Sisi tunaomba tu kwanza tu usalama kabisa, tumeteseka msiku za mingi. Huku wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wakiomba vijana waliokamatwa na serikali siku zilizopita wakituhumiwa kuwa ni wa maimai kuachiliwa, asema Tembosi Otama aliyeandaa maandamano Jumamosi mjini Butembo, maandamano ambayo walishiriki vijana na wakimbizi wa ndani. Wakongomani wa Kirumba ni watu, Wakongomani wa Beni nao ni watu, nao ni Wakongomani, na tunaomba amani. Ya pili, ndugu zetu majimaji wengi wamekuwa arete kwa kusema ni wa majimaji, wanakuwa gerezani. Tunaomba President Felix aweze kufanya yote juu chini au ndugu zetu watoke gerezani. Serikali kwa upande wake eneo la Butembo ikiahidi kuwasilisha malalamiko ya wananchi wanaohitaji usalama. Bwampale Nyime ni mmoja wa viongozi wa mji wa Butembo. Yale ambao mmesema ndani ni ya kweli, na ndio maana tunawaagania kama hii barua itafika haraka iwezekanavyo kwa mhusika. Kwa sisi binafsi kama meri ya Butembo, kwa sababu tuna kopi, tutaakize reception ya kopi yenu ili mujihakikishie ya kwamba dokima hii iko officiel. Meya anataka sasa kusema sisi wote ndani ya mji wa Butembo tuchangie usalama wa mji. Mji wa Butembo ikiwa na watu wengi waliokimbia vijiji vyao wakiishi katika maisha magumu, wengi wao wakiomba amani na usalama kwa haraka. Eneo nyingi zinazoshikiliwa na M23, wakimbizi wakiwa wamesharudi katika vijiji vyao. Wilayani Lubero, wakazi wakiomba usalama wa wananchi katika vijiji vya Kamandi ambako wakazi waishi katika woga mkubwa kutokana na mlio wa risasi ya mara kwa mara.
Na mlikuwa ni ripoti yake Jean Paul Sensi Kimenya, mwandishi wetu wa habari kutoka huko Lubero. Tukitoka Kirumba tukwende huko Mangurujipe ambako hali ya usalama imerudi tulivu katika barabara ya Beni Butembo Mangurujipe baada ya mapigano yaliyokuwa yakishuhudiwa kati ya wazalendo na watu wanaozaniwa kuwa ADF. Abel Chongo na taarifa zaidi. Hali ya usalama yaripotika kurudi tulivu katika kijiji cha Masingi tangu Jumapili Aprili 27, 2025 baada ya mapigano makali yaliyoshuhudiwa kati ya watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa waasi wa ADF na wazalendo katika vijiji vinavyopatikana Buyinga kwenye usultani wa Baswa, karibu kilomita 45 magharibi mwa mji wa Butembo wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Kulingana na mkazi wa Buyinga, wazalendo walizuia shambulizi la waasi waliojaribu kuteka kijiji hicho Jumamosi 26 Aprili iliyopita bila kupata mafanikio, na kufuatia milio ya silaha nzito na rashasha kusikika na kupelekea wakazi wa eneo hilo kukimbia vijiji vyao kwa ajili ya usalama wao. Hali si nzuri ngambo ya huku kwetu. Mapambano ilikuwa jana pande za kule Mangalala, na juzi vile mapambano ilionekana pande za Masingi kati ya wa askari maimai wakipambana na ADF. ADF walionekana pande za kule Masingi, ilikuwa kwa pande za saa 5 kwa hiyo siku ya Jumamosi, na mwenye aliwaona alikuwa mtu mwenye alikuwa na tega mitego, aliwaona na kwenda arifu wa askari wenyewe wanapatikana huko, na mapambano kabisa ilianza tangu saa 11 jioni mpaka saa 12. Na kutokana na mapambano hiyo wakazi wengi walitoka katika vijiji vya kule Masingi, Kecha, Mapambo, wote wakavukia ngambo ya Katanga. Kwa sasa hali ya huko haiyakuwa vizuri, kwani waligundua huko maiti ya mtu mmoja ambaye amekatiwa na mpanga na wale majambazi ADF. Na kwa usiku wa Jumapili ya jana walidhani kama wamepita katika nafasi ambayo inajulikana kwa jina la Bunyanga, na ilileta vile boga mkali kati ya wakaaji wa pande za huko Katanga Kahando kwa saa 4 ya jioni ya Jumapili. Lakini si mna jeshi la FARDC na UPDF huko, je, hawajawafuatilia? Huku tuna jeshi la FARDC hapa katika mji wa Bunyanga, kunakuwa regiment, na hapo Katanga kwa kilomita 20 kunakuwa vile askari jeshi, na hapa Butumbe kunakuwa askari jeshi, kule Matuna nako kunakuwa askari jeshi, kile kunakuwa askari jeshi. Wajeshi ni wengi, tunashangaa kama maadui wanaenda wakionekana pembeni ya vijiji fulani ambavyo vinaongozwa na majeshi. Ni sikitiko kubwa kwa sisi wakaaji kwa kuona mambo kama na hayo. Tulizania kama wakati jeshi inakuwa nyingi katika vijiji na usalama utarejea, na inatuletea uga mkali, kwani wameanza hata kupita katikati karibu zaidi sana na makambi za wale ambao ni wajeshi, na inatuletea sikitiko kubwa na uga mkali. Lakini nyinyi raia mnataka nini? Sisi raia tunapanga yale ambayo askari yetu iendeleshe operation zake kuingia katika misitu ili wagundue nafasi ambako hao maadui wanaenda wakitoka, ili usalama urejee katika vijiji, kwani watu ni wengi na watu wameshachoka na hali ya kukimbia kila mara, hawana lolote la kufanya. Bwana mali kidogo, tunakushukuru. Asante, na mimi nawashukuru. Upande mwingine, mwaka wa shule 2024-2025 unapoelekea ukingo wake, zaidi ya 60% za shule za msingi na za kisekondari katika divisheni ndogo ya elimu ya Nziapanda Mangurujipe imefunga milango yake kutokana na shambulizi mara kwa mara za watu wenye silaha wanaozaniwa kuwa ni ADF. Kulingana na walimu wa eneo hilo, 40% ya shule zinazofungua milango yao husoma katika mazingira magumu, waondoka mara kwa mara shuleni kabla ya wakati kutokana na mlio wa silaha na risasi hapa na pale zikisikika, huku wazazi na wanafunzi wakihofia hali ya elimu kwa watoto wachanga kutokana na kalendari ya shule inayokwenda mwendo kasi. Watoto wakijiuliza kwa nini
wamehusishwa katika mchafuko usiofaa, wengi wakihofia watoto wao kushindwa mitihani ya kiserikali inayotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Vrema hali ya masomo tunakosa kama tufundishe namna gani. Kuna kwa lesson unasema na mie hii nimeibombe bie watoto wamesikia, lakini sasa tutasikia tena kale katerme ka sispe tombe. Vyote vinafataisha makichwa za watoto na walimu. Donge tunakuwa katu kule. Chie bote ni kubalabala. Nero basi leta itusikilie huruma. Kama zilikia kama moheira huku, mpaka pale tu hazia pata batami venye vilikia tafuta. Muchipori ni yabo, mumugini ni yabo. Kwe batami kaheku hakuna masomo. Changanda hakuna masomo. Ni kusema tu mambembe, njoo kuna baki. Nayo imekuwa tu. Kisha biko na wazia watoto nini? Utafahamu kwamba kunako baadhi ya shule ambazo zimefungua milango yake mwezi Januari baada ya wakazi wengi kuanza kurejea katika vijiji vyao baada ya muungano wa kijeshi la FARDC UPDF kujaribu kufukuza mbali wapiganaji kutoka kundi linalodaiwa kuhusika la ADF. Wakazi wa sehemu hiyo wakiomba nguvu zaidi kwa ajili ya usalama wao. Mimi ni Abel Tongo wa MTV Online. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Abel Tongo, mwanahabari wetu kutoka huko Mangurujipa. Tukitoka Lubero tunarudi mjini Beni ambako petroli imepanda mnara kutokana na hatua ya viongozi kufanya ukarabati wa daraja simuliki hapa waendesha pikipiki. Wanatuambia kilalo kinakatika. Tunakosa kama iko kweli kwa wale kopongoro sasa kunapita inafika hapa na station kuna esasi. Sasa wameanza tuambia 8000 francs litre. Ilikuwa 3700 francs. Inaomba wakubwa watusaidie waambie kwanza. Karibira kupanda, kila mtu ashapigania ile sasa iko naye kidogo aweke. Leo hapa kwenye niko kwa station hii nauza kwa 7000. Kwa station ya Kabambi hapa ni 5000 kwa. Liwali iko mboni ide niko nafaa ile ya kutengeneza kilalo sebo. Ile kakata kilalo kama itakuwa in semaine des semaines bila kutia baki atakuwa anatotesa zaidi. Atie pale hata hivi vitu yenyewe itakuwa tupitisha paske mtu anaweza kuenda kakaribira anatoka Kasindi fimo anavukishia Beni ili tatusaidia zaidi. Asiseme anakata kilalo tukose hata kwa kupita pale atakuwa anatesa maisha yetu ya bakaaji ya Beni. Vraiment service économie na gouverneur iko sur place atusaidie purvike tuangalie kama karibire narudia mubei normal iko stable. Serikali ikitoa angalisho kama anavyosema David Kamoa kutoka ofisi ya gavana. Conformément à la structure de prix de Kinshasa, en réalité le prix devrait être à 4200. Mais compte tenu de la situation sociale de notre province, les pétroliers ont pitié de la population et voilà pourquoi ils ont dit que le prix va être maintenu à 3900. Cela signifie qu'il est strictement interdit à aller au-delà de 3900 ou à descendre de 3900. Et comme il l'a dit, c'est strictement interdit de faire la vente à gros au niveau des stations pour éviter que les gros Kadhafi viennent mettre la rupture des produits dans les stations. Et ici, le service de l'économie est interpellé pour faire exécuter toutes ces mesures de telle sorte que celui qui va violer ces mesures soit sanctionné conformément à la loi. Je tiens ici à préciser que nous avons élargi la réunion aux pétroliers de Butembo par vidéoconférence. Donc les mesures que nous venons de prendre à Beni valent également pour la ville de Butembo où le prix est fixé à 3900. Huko wakaaji wa DRC wakiomba M23 na serikali ya DR Congo kuweka nguvu kupata suluhu kwa mzozo ambayo imesababisha maafa mengi. Mbere Bwana Poa ni mbunge wa Goma. Lakini tunashukuru sana hiyo parti mbili ambazo zimeelewana huko Doha, na tunawaza ya kwamba hiyo itakuwa mwanzo ya kuboresha amani ndani ya miji ambayo ilikuwa imekamatiwa na M23. Na walemavu na watu wanaopitia maisha magumu waiomba amani na salama kwa haraka. Tumezungumza kwa urefu naye Muundo Shange John, mmoja ya viongozi wa walemavu akiwa katika mji wa Beni. Kwa hivyo tunawasihi kwa pande zote mbili
wakubaliane, yani waelewane kikweli, kila pande ijisikie kwamba amani ni jambo la muhimu kwa watu wote. Kuharibiwa na mabomu wakati ya vita, hatuna msaada yoyote. Kwa hiyo tunawasihi sana waweze kutusaidia, waweze kutupatia amani, waweze kuelewana, wasitishe mapigano, waelewane ili sisi wakaaji wa Kongo tuweze kupata amani, hata na Wanyarwanda vile vile nao waweze kupata amani ya kudumu, kwani amani ni jambo ambalo linatuhusu sisi sote tukiwa majirani ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vile vile nchi ya Rwanda. Kwa hiyo tunaweza kuwasihi kama sisi walemavu wawe wakitushirikisha katika mazungumzo ambayo wanakuwa wakifanya kuhusu amani, kwa kuwa sisi tunaathirika sana wakati vita inakuwa, ni sisi walemavu ambao tunateseka sana katika mavita vya kila leo, kukicha vita, hiyo inatutesa sisi walemavu. Tunasihi government yetu ya Kongo wakati wanafanya majadiliano ama makubaliano fulani kati ya Rwanda ama kati ya vikundi fulani vya vita, nasi wao wakijaribu kutuhusisha sisi walemavu ili tuchangie kwa kuleta maoni yetu kusudi amani iweze kupatikana ya kudumu. Tukitoka DRC tuelekee huko Tanzania ambako wananchi wa mkoa wa Kigoma wametakiwa kuzingatia usafi wa mazingira kwa kupigia madimbi na kufyeka nyasi ili kudhibiti maambukizi ya malaria kwa watoto na kina mama wajawazito. Telefon Odasi na ripoti zaidi kutoka Kigoma, Tanzania. Siku ya malaria duniani huadhimishwa kila ifikapo Aprili 25 ya kila mwaka, lengo likiwa ni kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu ugonjwa huo. Hapa mkoani Kigoma, magharibi mwa Tanzania, maadhimisho hayo yamefanyika katika viwanja vya kituo cha afya Ujiji, ambapo mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ni afisa tawala wilaya Kigoma Bi Dora Buzaire, kwa niaba ya mkuu wa wilaya Kigoma ambaye pia alipaswa kumwakilisha mkuu wa mkoa. Katika hotuba yake amesisitiza suala la utunzaji wa mazingira katika kujilinda na ugonjwa huo hatari wa malaria. Mapambano dhidi ya ugonjwa huu unahitaji matumizi ya afua jumuishi kwa wakati mmoja, ikienda sambamba na usafi wa mazingira, kuzuia maji kutuama na kutoruhusu mbu kuzaliana. Maafisa afya na maafisa mazingira wanapaswa kusimamia ipasavyo utekelezaji wa sheria ndogo zilizowekwa na kuchukua hatua stahiki kwa atakayeenda kinyume na sheria hizi. Pia kuangalia, kwa kweli malaria tunaweza tukasema kwamba ni uchafu. Katika manispaa yetu kuna mapoli mengi ambayo nasaidia pia kuangalia ni kipindi cha mvua. Kwa upande wake, mganga mkuu wa manispaa Kigoma Ujiji Hashim Vogogo amesema wanatarajia kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa malaria kupitia mpango wa ugawaji wa vyandarua kwa kila kaya. Tumefanya ugawaji wa vyandarua kwa kaya 40 katika maadhimisho haya, lakini pia zoezi la pili ni zoezi zima la umwagiliaji wa viuatilifu au viuadudu, ambapo tunategemea kuanza mwezi ujao baada ya mvua kukatika, lakini tumepokea lita 2200 kutoka serikali kuu ambazo moja kwa moja tutalazimisha katika tutafanya zoezi la umwagiliaji. Na hapa mratibu wa malaria mkoa wa Kigoma Crescencia John anaeleza hali ya maambukizi ya ugonjwa huo pamoja na mikakati ya kutokomeza malaria. Katika kupambana na malaria zinatakiwa zifanyike afua mbalimbali, na afua nyingi hizo mbalimbali tunazifanya kwa mkoa wa Kigoma. Ni pamoja na kugawa, zoezi la kugawa vyandarua kama hivi, na kabla ya kampeni tulikuwa tunatoa vyandarua kwa makundi maalum wa mama wajawazito, wagonjwa wa malaria ambao wanalazwa mara kwa mara hospitalini, wazee na wale wenye magonjwa sugu. Baadhi ya wananchi katika manispaa Kigoma Ujiji wamekiri uwepo wa baadhi yao ambao hawazingatii usafi wa mazingira katika maeneo yao na kusababisha uwepo wa mazalia ya mbu. Katika mkoa wa Kigoma mmoja tumetawaliwa na malaria kwa sababu neti zinakuwa hazifiki kwa wakati tunanunua, lakini kuna baadhi ya wengine inabidi tulale bila neti, kwa hiyo malaria yanakuwa ni mengi. Lakini kitu cha pili,
tumezunguka na madimbwi na visima ndio vinavyosababisha malaria, lakini vile vile kuna baadhi ya wengine hawasafishi mazingira yao. Kwa ushauri, usafi sio mbaya. Kila mtu anatakiwa afanye usafi wa mazingira katika maeneo yanayomzunguka ili kuepusha vimelea vya mbu. Maadhimisho ya siku ya malaria kwa mwaka 2025 yameenda sambamba na ugawaji wa vyakula vya lishe kwa watoto 14 wenye utapiamlo pamoja na uzinduzi wa wiki ya chanjo kwa watoto wenye umri chini ya miaka 5. Kutoka hapa magharibi mwa Tanzania mkoani Kigoma, mimi ni Tryphon Odas na hii ni MTV Online. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Tryphon Odas, mwanahabari wetu kutoka huko Tanzania, na ni kwa habari hiyo ndipo mimi naweka mkaba kwa matangazo yetu ya jioni hii ya leo. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo zima ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Kwa niaba ya wote walioandaa matangazo haya, mimi ni Jeremy Hassan Kiawere, hadi wakati mwingine, kwaherini.